Karibu katika episode ya 3 mtu wangu wa nguvu. Nikumbushe kwamba katika episode ya 2 tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumuona bidada Sojin akimwomba bidada Jinhee kwamba amletee vitu vinavyohusiana na ule mwenyekiti wa masuala ya misitu, lakini Jinhee akikumbuka kuwa masuala haya yameweza kumuondoa kiongozi wa masuala ya habari, basi hatamani kabisa kuingia katika msala huo kwa mara nyingine tena. Alichomweleza bidada akamwambia kwamba mimi naamini sheria inaweza ikafanya haki kuliko hata hizo njia ambazo nazitumia. Sheria inaweza ikamkamata huyo mwenyekiti na ikamtia gerezani kwa makosa yake. Hasa leo tunaonyeshwa afande mmoja anayefahamika kama Afande Jeng anafanyia katika kile kituo kikuu ambacho hata mume wa bidada Jinhee anakufanyia. Leo alikuwa amerudi nyumbani na kugundua kwamba mke wake hali ya ujauzito imekuwa kubwa sana, na mke alikuwa akimwambia mume wake kwamba unaonaje uweze kuacha kazi yako ya polisi tubakie nyumbani kuhudumia ujauzito, na wasiwasi sana kwamba kazi yako siku moja inaweza kukuingiza kwenye matatizo ukashindwa hata kumuona mwanao na mwanao akashindwa kukuona wewe. Mwamba alikataa kabisa akisema kazi ya polisi ni kazi ya uzalendo mkubwa sana ambao anatakiwa kuifanya kwa moyo pasipo kuangalia hali ya nini kinachoendelea nyumbani. Bidada mpaka akajikuta anatilika machozi baada ya kuyasikia hayo maneno ya mume wake. Lakini mume mtu kuona kwamba mke wake alikuwa akitilika machozi, basi akamwambia usihofu kabisa mke wangu, nitakwenda kuongea na mkuu wangu wa kituo, atakwenda kunipunguzia majukumu yangu, kwa hiyo nitakuwa natoka mapema sana kazini ili tupate muda wa kumhudumia mtoto wetu. Ni kweli kabisa, ofisa Jeng siku ya kesho yake akiwa anaelekea kazini, kabla hata hajaingia ndani ya mjengo akaanza kufanya mazoezi namna atakavyokwenda kuongea na mkuu wake wa kituo ili angalau ampunguzie majukumu ili aweze kupata muda wa kuhudumia familia yake. Sasa wakati akifanya mazoezi akijua mkuu wake wa kituo yuko ndani, kumbe mkuu wake tu naye alikuwa ndo anafika kwa wakati huo. Alifika akiwa na ule mfuniko wa ile peni aliyokuwa ameweza kuikuta nyumbani kwake, akawa anamkabidhi na kumwambia kwamba naomba uishughulikie hii. Jamaa baada ya kuingia ndani ya kituo na kwenda kuipeleza akagundua kwamba hii ilikuwa ni mfuniko wa biki ya mheshimiwa mkuu wa masuala ya habari aliweza kufariki hivi karibuni. Sasa akawa anamuuliza mkuu wa kituo, umeipata wapi hii peni? Lakini mheshimiwa akavuta kumbukumbu kwamba kama akimtaja mke wake basi atakuwa ni mtumiwa namba 1 na atakuwa anafuatiliwa sana kwenye kesi hii. Kwa ni vyema akachunia tu kwa ndani. Akasema kwamba naomba ufuatilie hiyo peni, lakini pia ufuatilie uhusiano kati yake hiyo na uongozi wa masuala ya misitu. Sasa mzee baba anaipenda sana kazi yake ya polisi. Akajikuta tu anasema sawa kiongozi, nitakuhakikishia kwamba hii kazi naenda kuifanya ndani ya muda mfupi sana nitaimaliza. Akasahau kabisa kwamba alitakiwa kuomba ruhusa ya kuweza kupunguziwa majukumu. Sasa huku kwenye ofisi ya mkuu, huyu mwamba anayefahamika kama Chairman Jong-hya alikuwa anasafisha ofisi yake vitu vyake vyote anavyovitumia, kwa sababu alikuwa na wasiwasi kwamba huenda mchawi atatumia vitu hivi. Kiongozi anakumbuka vyema kabisa maelekezo ya mganga wake alipomwambia kwamba kama yule mchawi akifanikiwa kupata chochote unachokitumia basi anaweza kakoroga na itakuwa ni hatari sana kwako. Kwa mwamba anasafisha ofisi yake yote, mpaka utaratibu wa mwamba kuvaa nguo ukabadilika. Nguo akishaivaa mara moja basi kesho yake inachomwa moto. Alafu baada ya mwamba kukamilisha masuala mazima ya usafi hapa ndani, akamwita sekretari wake na kumwambia kuwa amtembelee yule mganga na amwambie namna gani atakwenda kumlinda zaidi kutokana na haya majanga. Moja kwa moja sekretari akatinga kwa mganga nguli na nondo kweli kweli, akamwambia bana mkuu anaomba, anataka kujua ni utaratibu gani utatumika kuweza kumlinda. Lakini huyu mganga akasema kwamba hatakiwi kutoka nje kwa sasa, lakini pia akarudisha na mrejesho kwamba kila kitu ambacho mwamba alikuwa anakitumia kimeweza kutupwa na kuchomwa moto. Basi mganga akaagiza kitafutwe kile kifuniko cha peni iliyokuwa inatumika na yule mkuu wa masuala ya habari, kwani kikipatikanika kile na mtu anayekimiliki basi atakwenda kumjua ni nani aliweza kumloga huyu mtu. Basi kaka secretary akawa anapokea simu, wakati huo akawa anampiwa kwamba katika kituo cha polisi kuna mfuniko wa peni ile ambayo iliweza kuonekana ilikuwa akitumia yule mkuu wa masuala ya habari. Kisikia mbuzi kafia kwa muuza supu, basi si ndo hapa bana. Na wakati huo mganga ndo alikuwa anaagiza kwamba waitafute ule mfuniko, na ni kweli kabisa mfuniko ushapatikanika, lakini inasemekana kwamba huo mfuniko anayemiliki ni mwamba ofisa Jeng. Sasa je, ofisa Jeng ndio ameweza kuloga mtu au? Taarifa haraka sana zikawafikia wakuu, wakatoa oda kwamba ofisa Jeng aweze kukamatwa, abanwe vilivyo, aweze kusema hiyo peni ni nani alikuwa akiitumia. Na ukumbuke kwamba ofisa Jeng mke wake alikuwa amemwambia asubuhi kwamba unaonaje uweze kuacha kazi yako ya kipolisi kwa sababu iko siku itakuingiza katika matatizo, na ni kweli kabisa alichokuwa amekiongea mke ndicho ambacho kinakwenda kutokea. Sasa tukirudi huku shuleni kwa bidada Sojin, siku ya leo bana alikuwa anataniwa tena na wanafunzi wengine, na miongoni mwa wanafunzi waliokuwa kimtania ni yule ambaye siku ya jana aliweza kushuhudia akiwa na mloga mwanaume mmoja jana kwa kuweza kumshika mkono. Bidada Sojin akaacha kabisa unyonge, akasema unakumbuka yule mwanaume nilichomfanyia siku ya jana, nadhani ndicho ambacho ndakufanyia na wewe ikiwezekana na kundi lako zima. Sasa endeleeni kunizoea na mtaisoma namba yangu. Kweli hichi kitisho kiliwaogopesha sana hawa wanafunzi, na wakaanza kugugo katika mitandao namna gani ya kurudishia maneno ya laana ambao umeweza kutupiwa, eti basi
wakaweza kujua namna ya kuweza kurudisha, wakaanza kufanya katambiko kao na wenyewe. Sasa siku ya leo Officer Jeng alikuwa anaongea na mtu mmoja hivi kwa habari ya application ambayo inaanza kuhiti sana katika mitandao ya kijamii siku za hivi karibuni, na hii application inasemekana imeweza kuandaliwa na yule mkuu wa masuala ya msitu. Sasa leo mwamba Officer Jeng alikuwa akipiga story na mtu mmoja hivi ambaye alikuwa akimpa habari juu ya application ambayo inasemekana inafanya kazi kweli, japokuwa ni kama ina miujiza ndani yake. Hii application inasemekana imeandaliwa na wale watu wa msituni, na lengo la hii application ni kwamba kama kuna mtu ambaye unamchukia, basi ukimposti katika hiyo application alafu ukasema afe, na kwa bahati nzuri au mbaya huyo mtu uliyekuwa umemposti kwamba afe, like zikawa nyingi sana kwenye picha yake, basi wamiliki wa hiyo application watafanya tambiko litakalosababisha huyo mtu afe kweli. Kwa hiyo ni kama kitu ambacho inasemekana ni story, lakini kuna baadhi ya watu inasemekana wameweza kufanya hivyo na imeweza kuwatokea wenzao. Officer Jeng aliona ni masiala tu huyu mtu anayeongea, lakini jamaa akamwambia kwamba ni kweli bana, kuna kesi kadhaa zimeweza kutokea na inasemekana watu wameweza kurogwa kweli. Kumbuke kwamba yule mwanamama ambaye ni mganga wa yule mwenyekiti ndio kazi zake mara nyingi huwa anapenda sana kuroga watu waweze kufa. Sasa huenda hata ile application yeye ambaye anaisimamia. Officer Jeng akiwa hajui kabisa kwamba yeye ndio target kwa sasa, akawa anampigia simu mke wake na kumwambia kwamba nimekuandalia vyakula vitamu vile ambavyo unavitakaga, lakini pia nimekuletea na mandimu kidogo angalau uweze kupoza hiyo chachu yako. Lakini ile mwamba anafika nyumbani akashangaa kuona bonge la gari fulani hivi kama la watekaji hivi limepaki jirani ya nyumba yake. Ama afande ikabidi kuchunguza ndani ya gari nini ambacho kipo, lakini mwamba akavutwa hapo ndani na akapelekwa moja kwa moja kwenye jengo ambalo lilikuwa linajengwa na halijakamilika. Basi mwamba alidundwa sana. Wakati kaka afande anatembezewa hicho kichapo kizito, basi huku mwamba mwenyekiti alikuwa akitazama huku anaendelea kutabasamu. Yaani kawaida yake ya kutabasamu kama alivyokuwa anatabasamu wakati bidada Sejong mama yake anauliwa. Na mzee baba mheshimiwa mwenyekiti akamfuata mwamba akamwambia kwamba ni wapi umeweza kukitoa kile kifuniko cha ile peni, lakini jamaa kwa sababu anampenda sana afande wake na mkuu wake wa kituo akasema siwezi nikataja. Basi kaagizwa kipigo kiendelee. Kongoto ukaendelea sana pale ndani, lakini wakaja kufikiria kuwa kama wakiendelea kumpiga huyu jamaa anaweza akafa na wasiweze kupata ukweli ni wapi ile peni ilikoweza kutokea. Kwa hiyo akasimamisha kichapo. Si ile wanamuinua tu mwamba, jamaa alipata nguvu sio alizitolea wapi, akajikuta tu amechoropoka katikati yao, akaanza kimbia vibaya mno. Yani aliendelea kukimbia tu katika maeneo ya nyasi, lakini mwenyekiti kuonekana kuwa na hofu kabisa baada ya kuona huyu jamaa ametoroka. Na ukumbuke kwamba bidada Sejong amewahi kusema kwamba inawezekana mwenyekiti ana roho kubwa sana ndani yake ambayo ina nguvu, na huyu mwenyekiti hajajuaga kabisa kwamba yeye huwa ndani yake ana roho ambayo ina nguvu sana. Basi wakati mwenyekiti anatabasamu, ghafla tu yule afande akajikuta ameweza kukwama katikati ya barabara, ni kama kuna mtu alikuwa amemfunga miguu yake na mdomo wake asiweze kupiga hatua yoyote. Dakika moja kutokea hapo lilikuja bonge la gari likaweza kumkanyaga mwamba Officer Jeng na moja kwa moja akawa mpoteza maisha. Sasa akawa anacheka sana mwenyekiti, wakati huo sekretari wake anamtazama tu. Ukumbuke kwamba hii nguvu mwenyekiti anayo na hajui kwamba anayo. Mwisho wa siku akawa ameweza kuzimia. Sekretari akaweza kumsaidia mwenyekiti kumweka vizuri. Sasa mke wa Officer Jeng kama alivyokuwa ametabiri kwamba mume wangu ni muhimu kaacha kazi ili tuweze kumlea mtoto, kwani unaweza kupata hatari kubwa sana wakati mtoto bado hajakuona. Na ni kweli kabisa, mume tayari majanga shampata. Mke anahangaika kumpigia mume wake ampate. Inabidi haraka sana kumpigia mkuu wa kituo kwamba mume wake mpaka dakika hizi bado hajarudi nyumbani. Mkuu wa kituo akaanza kuhangaika kwenda kutafuta, na alikuja kugundua kwamba mume mtu kitambo sana alikuwa ameweza kufa kwa kugongwa na gari. Captain Sangjung hakuamini macho yake kwamba eti afande alikuwa akimpenda ameweza kufa, lakini pia mke mtu hakuamini chochote kile. Nje ya hospitali mke wa Officer Jeng alikuwa akijiongelea kwa uchungu sana, mume wangu alikuja leo kuja kukuomba kuacha kazi, lakini inaonekana ulimkatalia, ndio maana ameweza kufa mikononi mwa kazi. Nilijua tu jambo hili. Captain anapoyasikia haya maneno ya huyu mwanamke akajikuta anatilika machozi, haamini kabisa kwamba kumbe mume mtu leo alikuwa anakuja kuacha kazi. Kwa nini basi hakuniambia kwamba anataka kuacha kazi leo? Sasa mke wa Captain Jin hii, yule mwandishi wa habari, hii kitu ilimuumiza kweli kweli, na kama kawaida yake huwa anapopitia stress nyingi anampigia yule bidada Sejong na kumwambia kwamba naomba tushirikiane leo tuweze kumloga yule mwenyekiti, sababu bidada anaamini wazi kabisa kwamba mtu ambaye atakuwa amehusika katika kifo hiki lazima atakopo ni yule mwenyekiti, lazima. Basi moja kwa moja walitimba katika eneo la tukio, na hapa waliweza kuikuta simu ya mwamba alipokuwa ameweza kuiangusha. Kuja kuikagua ndani, walikuja kugundua kwamba kuna rekodi tu ya mazungumzo kati yake na yule mwamba alikuwa anapiga naye story kuhusiana na application ambayo inaweza kuua mtu. Lakini wakaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba inaonekana huyu mtu kabla hata ya kugongwa na gari alikuwa amepigwa sana. Inaonekana alichekwa, kwani gari yake inaonekana ilifika mpaka nyumbani. Sasa wakiunganisha matukio haya mawili, masuala yaliyokuwa anapigwa story yalikuwa ni masuala ya msitu alafu na kifo cha jamaa, wakaanza kuhusisha kidogo kwamba huenda watu wa misituni wanahusika na masuala haya. Sasa mkuu wa nchi kwenye masuala mazima ya ulinzi alitoa oda ya kwamba watu wanaohusiana na masuala ya msitu wote waweze kukamatwa na wafanyiwe uchunguzi wote. Ili usisahau kwamba ule msitu unasimamiwa na kuongozwa na mwenyekiti Chairman Joe. Huyu jamaa ni hatari na nusu, sijui kama wataweza kumkamata. Wakati maafisa wa polisi wanaendelea na
operesheni yao kujadili namna gani watakwenda kumkamata mmiliki wa ile swala la msitu mwamba Chemanjo, basi wao walikuwa hawajui kwamba Chemanjo wakati huu alikuwa yuko na mganga na kuna kitu ameweza kukigundua. Jongkyu huyu mganga anasema kuwa ameweza kugundua roho inayofanya miujiza hiyo ya kurogaloga ni roho ambayo ina asili ya huko Japani, na akasema kuwa roho hiyo inapoweza kutengenezwa huwa inatengenezwa kwa kuwachukua mbwa, kisha hao mbwa wanazikwa vichwa vyao vikiwa juu ya ardhi. Baada ya hapo wale mbwa wanawekewa chakula kitamu mbele yao, na kadri hao mbwa watakavyokuwa wakikitamani kile chakula watakuwa wakibweka sana kwa hasira, na kadri wanavyopata hasira ile, mwisho wa siku watajikuta wamekufa kwa sababu watakuwa wamekaa na njaa siku nyingi. Baada ya hao mbwa kufa, basi huwa wanaacha roho mbaya sana nyuma yao, na hii roho ndio imeweza kutumika mpaka kumloga yule mwenyekiti wa masuala ya habari. Hiyo roho huwa haifanyi kazi yenyewe kama yenyewe, bali inavaa mwili wa mtu, na baada ya hapo huyo mtu atakuwa akiweza kumlaani mtu mwingine au kumroga, na huyo mtu analogeka kweli. Kadri mtu huyo anapozidi kuloga watu, ndivyo anavyokuwa na nguvu zaidi kuliko kawaida. Unadhani itakuwaje? Bana, ndio kwanza mambo yanaanza. Hasa habari njema kwa mashabiki wetu wote wapenzi na wafuatiliaji wa PVP Media Max. Kama una channel yako ya YouTube na imekuwa inasuasua sana kuweza kukua, ni vyema ukatutafuta sasa hivi. Utatueleza tu kwamba channel yako inasumbua kwenye upande gani. Kama umefikisha subscriber lakini bado masaa hujafikisha, basi utatueleza. Tunakuza subscriber kwa ndani ya masaa 12 tu, kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000, lakini pia tunakuza masaa kutokea masaa 0 mpaka masaa 4000 ndani ya siku 2 peke yake. Ni muhimu ukatumia fursa hii wakati ambao tuko katika ofa kubwa sana, na wewe ukaendelea kunufaika pamoja nasi. Gharama ni nafuu sana kwa Watanzania wote, watalipia shilingi 100,000 tu kukoza subscriber kutokea 0 mpaka subscriber 1000 na kuendelea, na masaa pia. Lakini pia kwa watu ambao wako nje ya nchi, mfano Marekani na nchi nyingine, basi utalipia $100 tu na watafanyia huduma hiyo kwa urahisi kabisa. Karibuni sana na sana. Hii ni PVP Media Max.